Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wamehukumu karibia watu 17 hadi kifo kwa tuhuma za ujasusi, vijana kutoka Israel, Marekani na Saudi Arabia, huku Wahouthi wakiendelea kujilinda dhidi ya chokochoko zinazotoka katika mataifa kama vile Marekani, Saudia pamoja na Israel. Sasa imewakamata karibia watu 17 ambao walikuwa wakiendeleza ujasusi katika maeneo mbalimbali huko Sanaa nchini Yemen. Mashtaka yao ni pamoja na kuajiri watu wengine ambao waliwezesha mashambulizi yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa. Kumbukumbu inayoonekana kwa sasa ni ile ya milipuko ya Israel iliyowaua baadhi ya mawaziri katika serikali ya Wahouthi. Mahakama iliyofanya kazi chini ya wapiganaji hao wa Kihouthi huko Yemen siku ya jana Jumamosi ilitoa hukumu ya watu 17 kwa madai ya kufanya ujasusi, wakiwataja kwamba wametoka nchini Israel, Marekani pamoja na Saudia, vyombo vya habari vya wapiganaji hao vilisema. Shirika la habari la Saba la Kihouthi limesema mahakama katika mji wa Sanaa imewahukumu watu hao katika kesi zinazohusiana na masuala ya kijasusi na ya mtandao wa kijasusi unaohusishwa na majasusi wa Marekani, Israel na Saudi Arabia. Wamesema wamehukumiwa kunyongwa kwa kupigwa risasi. Wakili Abdul Basti Ghaz, akiwakilisha baadhi ya washtakiwa, alisema kwenye mtandao wa Facebook kuwa wanaweza kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Mashtaka hayo yalijumuisha kushirikiana na mataifa ya kigeni katika hali ya uadui na Yemen katika kipindi cha mwaka 2024 hadi mwaka 2025, yaani Saudi Arabia, Uingereza na Amerika pamoja na Israel kufanya ujasusi kwa maslahi ya kupitia maafisa kutoka nchi hizo na kutoka katika huduma ya kijasusi ya Mossad ya nchini Israel. Washtakiwa pia wameshtakiwa kwa uchochezi na kusaidia kuajiri idadi ya raia ambayo ilisababisha kulengwa kwa maeneo kadhaa ya kijeshi, ya kiusalama na ya kiraia na kusababisha vifo vya makumi na uharibifu mkubwa wa miundombinu nchini Yemen. Mwanamume na mwanamke wamehukumiwa pia kifungo cha miaka 10 kila mmoja na mtu mwingine aliachiliwa huru katika kesi hiyo. Israel imekuwa ikilenga shabaha nchini Yemen mara kwa mara katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kujibu mashambulizi ya Wahouthi wanaodaiwa kuungwa mkono na Iran dhidi ya Israel, ambayo wapiganaji hao wamesema yana mshikamano na Wapalestina katika ukanda wa Gaza wakati wa vita dhidi ya kundi la wapiganaji wa Hamas dhidi ya IDF ya Israel. Kufuatia mashambulizi ya Israel, wapiganaji wa Kihouthi wameanzisha kampeni kubwa ya kuwakamata wale wanaowatuhumu kufanya ujasusi wa Israel au wa Marekani. Msako mkali umeongezeka kufuatia mashambulizi ya Agosti yaliyomuua waziri mkuu wa Kihouthi Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi na msururu wa mawaziri wengine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News.